Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu, tukiwa katika majlisi ya pili katika zile majalisi zetu za kueleza itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Na toba ni kwamba kuna suu tafahumi, yani kutokuelewana. Mimi majlisi yangu ya kwanza ambayo ilinisukuma kuja kuzungumza ni baada ya kumsikia huyu shekhe akisema Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makani, Allah yupo bila sehemu. Aliyakuwa ni tofauti na aqida ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, kuanzia mtume mwenyewe na masahaba na walokuja baada ya masahaba, wote wanakubaliana kuwa Allah tabaraka wa taala fawqa al-arshi bainun min khalqi. Kwa hiyo shekhe huyu akasema kwamba mimi nimevuruga maudhui. Taban haina neno, akasema kuwa maudhui ni mbingu, yani uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu, sio arshi kama anavyoeleza mwenyewe. Na anakusudia ya kwamba aqida ya Ahli Sunnati wal Jamaa ni hiyo ya madai ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo mbinguni. Yeye sasa kachanganya pia. Yeye kazungumzia arshi. Wakati kipindi chetu sisi kilikuwa kinazungumzia mbingu. Ingawa pia maelezo hayo hayo ya arshi nayo kaeleza vya hovyo hovyo vile vile. Lakini sisi tutadili pale katika mada yetu kwanza kabla ya kuhama kuelekea katika mada nyingine katika hali za namna hiyo. Sisi tunaamini na tunajua arshi na mbingu ni vitu viwili tofauti kabisa. Sasa na hii ndio tatizo la mawahabi. Mawahabi wana tatizo la kutosikiliza vizuri anachokiongea mtu na alichomaanisha. Hili ni tatizo lao. Takriban mawahabi wote dunia nzima wana tatizo hili. Wewe utaongelea kitumbua, yeye anakuletea maandazi. Ndivyo. Kwa hiyo maudhui inayozungumzwa hapa ni mbingu, ni mbingu. Yani kwa maana sisi, yani kwa maelezo yao, kuwa mawahabi wanaitakidi kuwa Mola wao yupo katika mbingu, kama walivyoeleza katika majlisi yao ya kwanza, mpaka wakaweka ile klipu ya Fadilatu Sheikh Mustafa Al-Adawi, Allah mhifadhi. Sasa watuhumiwa ni sisi, kwa sababu sisi ndio wenye hiyo akida, na sisi ndio tunatakiwa tutoe maelezo kuhusu hicho kinachozungumza ni kweli au si kweli. Mimi katika majlisi iliyopita nilizungumza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika arshi. Kwa hiyo nakariri kusema, nasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayupo katika mbingu, wala hakuna wahabi yoyote anayetakidi hivyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika mbingu. Elewa neno katika mbingu. Wahabi huyo hayupo. Wanatuita mawahabi. Kwa hiyo sisi twasema sisi Ahlus Sunna hakuna mwenye itikadi hiyo, na sio sisi tu, hakuna Muislamu yoyote anayeamini kuwa Allah yupo katika mbingu. Huyo Muislamu hayupo. Sasa swali ambalo litajengeka, wajua kila masaili yanavyokwenda kuna zile furuu zinajitokeza katika masala. Kama nyinyi mnasema Allah subhanahu wa ta'ala hayupo katika mbingu, kwa nini mtolee ushahidi kisa cha au kauli ya Firauni alipomwambia Haman nijengee mnara mrefu ili nikamchungulie Mungu wa Musa? Sisi tunakubali ulama wetu wa Ahlus Sunnati wal Jamaa katika vitabu mbalimbali, hata al-Imamu Darimi mwenye kitabu Sunanu Darimi ni mmoja katika wanachuoni ambao wamestashhidi kwa aya hii kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Kwa nini wametumia aya hii? Hii aya kila Muislamu ambaye ni msomaji wa Qur'ani, sio wala kusoma Qur'ani Ramadhani hadi Ramadhani, aya hii katika suratu Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala asema waqala fir'aunu ya Hamanu ibni li sarhan. Firauni alimwambia Haman ambaye alikuwa ni waziri wake, ibni li, nijengee mimi, sarhan, mnara, la'alli ablughul asbaba, ili nifike katika zile njia. Asbaba samawati
zile njia za kwenda mbinguni. Baadhi ya tafsiri kama vile mfano kitabu Mukhtasaru fi tafsiri al-Quran wameeleza asbab as-samawati, manake at-turuqu al-musila, ni zile njia za kumfikisha katika huko anakusudia kwenda huko mbinguni. Sasa hapa tukisoma hii aya, mimi ninayezungumza na macho na ninasikia, na wewe unanisikiliza pia, naamini una macho na unasikia. Hii aya kwa tafsiri hii haikusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika mbingu, haikusema hivyo. Na kama hujui Kiarabu basi rejea hata tafsiri za Kiswahili. Kuna tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, Allah mrehemu, mtu arejee za Kiswahili akasome. Firauni alisema asbabas samawati, zile njia za kumfikisha, au zile njia za kumfikisha katika mbingu. Hakusema Mungu yupo katika nini? Yupo katika mbingu. Amesema njia za kumfikisha katika mbingu. Ndio Qur'ani yasema hivyo. Sasa wanawachuoni wa Ahlus Sunna wamethibitisha kupitia aya hii kwamba Allah yuko juu, kwa sababu Firauni hakwenda kumtafuta Mungu pahala popote, bali amekwenda kumtafuta wapi? Huko juu. Hii ni ishara kuwa Allah yuko juu, na hivi ndivyo wanaochuoni walivyostashhid, walivyotolea ushuhuda kupitia aya hii, na ndio maelezo ya Sheikh Mustafa Al-Adawi, kwa sababu hapa Firauni anatuthibitishia kuwa Allah yuko juu. Hakusema kwamba yupo katika mbingu, kwa sababu leo hata katika Kiswahili ukisema hizi njia hizi au hii barabara ya kukufikisha Dar es Salaam, si kwa maana ile barabara ndio Dar es Salaam, yani ile barabara yenyewe bidhati sio Dar es Salaam, bali ni njia ya kukufikisha Dar es Salaam. Kwa hiyo Qur'ani imesema hivyo hivyo, asbabas samawati, zile njia za kwenda wapi? Mbinguni. Na fikra hii ingekuwa ni upotevu, Allah subhanahu wa ta'ala angeikataa pale pale, kwa sababu aya zote ndani ya Qur'ani ikiwa pamezungumzwa jambo ambalo linakwenda kinyume, basi Allah pale pale anaeleza. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala alipotolea maelezo kuhusu Makuraish, wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abaana. Makuraishi ilikuwa wakifanya mambo ya hovyo, wakiulizwa wanasema tumewakuta baba zetu. Kisha si hivyo tu, wanasema wallahu amarana biha, bali pia Allah ametuamrisha kufanya hivyo. Allah hakuwanyamazia. Allah akasema qul, sema kuwaambia, inna Allaha la ya'muru bil fahsha, waambie kuwa Allah haamrishi mambo machafu. Kwa hiyo Allah lile suala la kuambiwa kwamba yeye ndio anayewaamrisha, ndiye anayewaambia wafanye mambo machafu, Allah hilo akalipinga. Lakini lile suala la kusema Makuraishi waliposema sisi haya mambo machafu tumewakuta baba zetu, Allah hilo hakuwapinga, kwa sababu ni kweli. Sasa Firauni yeye alisema nijengewe mnara mrefu niende katika mbingu ili nikamchungulie, fa'attalia, ili nikamchungulie huyo Mungu wa Musa. Hakusema ule Mungu yupo katika mbingu. Elewa vizuri alfadhil Qur'an. Matamko ukielewa vizuri, basi hata istidlali yako itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo huu ni wajihu wa kwanza. Wajihu wa pili, Firauni akasema wa inni la adhunnuhu kadhiba, mimi namdhania Musa ni muongo. Hapa tuna swali ambalo tutatakiwa kujiuliza. Firauni amesema wa inni la adhunnuhu kadhiba, mimi namdhania Musa ni muongo. Sasa kama Musa ni muongo, swali letu ambalo tutahitaji tupewe majibu, ni muongo katika jambo gani? Yani Firauni aliposema mimi naona Musa, namdhania Musa ni muongo, yani ni muongo katika jambo gani? Nakupa mfano. Akija mtu leo akakwambia fulani ameiba viatu, halafu ukamwambia mimi nadhani wewe ni muongo, yani ni muongo katika nini? Mpaka hapo utakuwa umepata majibu. Sasa Firauni alisema nijengewe mnara nikamchungulie huyo Mungu wa Musa huyo, kwa sababu naona jamani muongo. Bado tu na mashaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Ingekuwa fikra yake hii ni potofu, pale pale Allah angesema si kweli, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hanyamazii makosa. Mfano Makureishi waliposema riba ni sawa na biashara, Allah alipoanukuu katika suratul Baqara waliposema innamal bay'u mithlu riba, hakika biashara ni mfano wa riba. Hivi Allah aliwanyamazia kwa upotoshaji huu? Hapana, bali Allah subhanahu wa ta'ala pale pale aliwajibu
Allah akasema wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba, Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Pale pale Allah subhanahu wa ta'ala akawakosoa. Si hivyo tu, Mayahudi na Manaswara walisema katika suratul Baqara, walisema waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au naswara, walisema peponi hatokwenda isipokuwa Myahudi au Mnaswara. Allah aliwaambia nini? Allah subhanahu wa ta'ala alisema tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, hayo maneno yenu tu, hebu leteni ushahidi kama kweli nyinyi ni wa kweli kuwa peponi hatokwenda isipokuwa Myahudi na Mnaswara. Allah hakuwanyamazia. Ukienda katika suratul Maida, Mayahudi walisema waqalatil yahudu nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, walisema sisi bwana ni watoto wa Allah na ni vipenzi vyake. Hivi Allah aliwanyamazia? Pale pale Allah akawakosoa. Allah akasema qul, sema kuambia, falima yuadhibukum bidhunubikum, kwa nini Allah anakuadhibuni kwa madhambi yenu kama nyinyi ni watoto wake? Bal antum basharun mimman khalaq, bali nyinyi ni viumbe tu kama viumbe wengine walioumba. Si hivyo tu, bali walisema tena waqalatil yahudu yadullahi maghlula, Mayahudi walisema mkono wa Allah umefungwa, ni bakhili. Nini Allah alisema? Ghullat aidihim, mikono yao ndiyo iliyofungwa, walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale walioyasema, bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake Allah imekunjuka. Angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala asivyo yanyamazia makosa hasa yanayomhusu yeye. Vipi huku kwa Firauni asibainishe? Firauni alisema hebu nitengenezeni ngazi ili niende nikamchungulie huyo Mungu wa Musa, kwa sababu mimi nadhani Musa ni muongo. Hapa tumesema tuna swali letu hapa, tutaka majibu. Musa alikuwa ni muongo kwenye nini? Musa alidai nini mpaka akaitwa muongo? Tunahitaji majibu kutoka kwenu. Ile dhana ya Firauni ya kudhania kwamba Mungu yupo wapi? Juu mbinguni. Lakini kadhalika kwa kuhisi Nabii Musa ndio ana akida hiyo, basi akadhani hivyo, basi kadhalika hii ndio akida iliyompelekea Firauni kuwa ni katika watu waliopotoka katika hali za namna hiyo. Hapa kila mtu anatakiwa asikilize kwa makini vizuri, maana huyu shekhe anazungumza mpaka yani anashindwa kutoa maelezo. Anasema kuwa Musa Firauni alihisi kuwa Musa naye ana itikadi hiyo ya kwamba Mungu yupo juu. Sikilizeni vizuri maneno yake. Sasa mimi nataka anipe ushahidi wapi Firauni alihisi kuwa Musa yuko na itikadi ya kwamba Allah yuko juu. Ile dhana ya Firauni ya kudhania kwamba Mungu yupo wapi? Juu mbinguni. Lakini kadhalika kwa kuhisi Nabii Musa ndio ana akida hiyo, basi akadhani hivyo, basi kadha hiyo, basi akadhani hivyo, basi kadha hiyo, basi akadhani hivyo, basi kadhalika hii ndio akida iliyompelekea Firauni kuwa ni katika watu waliopotoka katika hali za namna hiyo. Mimi nikihisi kwamba fulani ana kitu fulani hivi tu kiakili, pale pale nasema kwamba fulani ni muongo bila hata ya kumjaji. Yani nimehisi tu kwamba ule ana kitu fulani au ana itikadi fulani hivi, pale pale namhukumu kwamba ni muongo bila ya kumjaji na kujua uhalisia. Tuweni makini ndugu zangu, mtu asije akapotoshwa katika itikadi yake. Yani Firauni amdhanie Musa kisha hapo hapo amhukumu kwamba ni uongo au ni muongo. Kisha anasema akasema katika vitu vilivyompotosha huyo Firauni ni kudai kwake kwamba Mungu yuko wapi? Yuko mbinguni. Akadhani hivyo, basi kadhalika hii ndio akida iliyompelekea Firauni kuwa ni katika watu waliopotoka katika hali za namna hiyo.
Aya, tutajie sasa katika Qur'ani aya gani iliyosema miongoni mwa vitu vilivyomfanya Firauni akapotea ni kuamini kwake kwamba Allah yuko juu. Tunasubiri tupewe hiyo aya, maana maelezo unayoyatoa ni tofauti na maelezo yaliyokuwa ndani ya Qur'ani, na ni maelezo yanatofautiana na maelezo walioyatoa wanaochuoni wakubwa wa tafsiri kina al-Imamu Tabari. Tukimsema al-Imamu Tabari, umma wa Kiislamu unajua Imamu Tabari ni nani. Kwa ufupi, Imamu Tabari ndio mwenye tafsiri yake inayoitwa Tafsiru Tabari, tafsiri ambayo ndiyo ya kwanza ukitoa tafsiri ya Ibn Majah ambayo imepotea. Tafsiri tegemezi inatangulizwa, masufi wanarejea huko, watu wa sunna pia wanarejea huko, ni Tafsiru Tabari. Katika aya hiyo pia Sheikh hapo katoa maelezo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Huyo ni Imamu Tabari. Sasa huyo anatuambia si hivyo, yani kilichompotosha Firauni miongoni mwa vitu vilivyomfanya apotee ni kuamini kwake kwamba Allah yuko mbinguni. Haya maelezo ni batili. Kwa hiyo tumwambie Shekhe kuwa wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa, sababu iliwafanya wakastashhid, wakatolea ushuhuda na kisa au na kauli hiyo ya Firauni ni kwa sababu Firauni ameashiria juu, kuonyesha kuwa Allah tabaraka wa taala yuko juu. Na ingekuwa fikra yake ni potofu, basi Allah tabaraka wa taala angeleta aya pale pale akakosoa, kama ilivyokuwa katika aya nyingi ndani ya Qur'ani hazina mifano. Mimi nimwambie tu ili neno fi lina maana nyingi sana. Na hata hiyo maana ya isti'la, maana ya juu, lazima hii fi inapokuwa katika maana ya juu inakuwa ni mulasaka. Maana ya juu, lazima hii fi inapokuwa katika maana ya juu inakuwa ni mulasaka, kwa maana inaambatana na kinachoelezwa. Kwa hiyo ukisema fi kwa maana man fi sama, ukasema kwa maana hiyo fi kwa maana ya isti'la, maana yake ni isti'la'i al-mulasaka. Ni isti'la ambayo inaambatana na kitu husika. Ndio maana mifano yote aliyoitoa mpaka akazungumzia nitakusulubuni katika vigogo vile vya mitende, juu ya vigogo vya mitende. Haina maana kwamba kigogo hichi hapa sasa mtu anasulubiwa huku juu, kakaa huku juu. Ni lazima awe ameambatana na kigogo chenyewe, ndio anaitwa juu ya kigogo, mulasaka, hali ya kuwa ameambatana nayo katika hali za namna hiyo. Sasa na jambo lingine ambalo pia alilizungumza kuhusiana na kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema aamintum man fis samai, hivi mnajiaminisha na yule aliyekuwa katika mbingu? Na ndiyo itifaki ya Uislamu kuwa Allah hayupo ndani ya mbingu, hayupo ndani ya mbingu. Hiyo ni kwa itifaki ya Uislamu. Sasa maelezo ya mwanzo tuliyoyatoa sisi tulisema fi ya pale ina maana ya isti'la, ina maana ya juu. Tukatolea mifano, qul siru fil ardi, tembeni juu ya ardhi. Fi imetumika kwa maana ya ala, na yeye akaja pia akaeleza maana nyingi tu za fi. Hatupingi fi, na yani hizi hurufu aljarri zina maana zaidi ya moja na kuendelea, na muda mwingine maana zinakuwa na tadakhul, lakini kuna kitu akakiongeza ambacho kipo hatukipingi, masala ya mulaswaka. Mulaswaka ni kule kuambatana. Sasa akatoa maelezo akasema, unaposema aamintum man fi sama, hivi mnajiaminisha na yule aliyekuwa katika mbingu. Haya, tukijalia kwamba kweli fi ni maana ya ala, manake ni kwamba Allah amegandana na mbingu, kwa sababu fi manake lazima kuwe na ilswaqi. Kama vile ukisema qul siru fil ardi, tembeeni juu ya ardhi, manake wewe na ardhi ni vitu ambavyo hamwezi mkaachana. Huwezi ukawa unatembea juu ya ardhi ukawa haugusi chini. Hii ni moja katika maana ya fi, hiyo pia hatuipingi. Lakini yeye amesema inapokuja isti'la au fi lazima kuwe na ilswaq. Hii neno kusema lazima ni kosa. Fi inapokuja ikiwa na maana ya ala, sio lazima kuwe na ilswaq, sio lazima. Lakini si hivyo tu, katika lugha
unaweza ukasema nadhartu fi sama, kama alivyosema mshairi, nadhartu fi samai kai ara nujuma, nimetazama juu ya mbingu ili nione nyota. Nadhartu fi sama, je, fi ya hapa ina maana gani? Ina maana ya ala, na kama ina maana ya ala, nimetazama, nadhartu fi sama, nimetazama juu ya mbingu. Je, ule mtazamo ni mulaswaka na mbingu, kwamba ule mtazamo umegandana na ile mbingu? Jawabu ni kwamba hapana. Al-Imamu Zamakhshari katika kitabu chake Al-Mufassal pia katolea mfano mtu akisema nadhartu fil kitabi, nimetazama katika kitabu. Sasa hii ina ihtimali mbili, nadhartu fil kitabi kwa maana nimeangalia ndani ya kitabu, na kuna nadhartu fil kitabi kwa maana nimeangalia juu ya kitabu. Sasa kama nimeangalia juu ya kitabu, yale macho yangu yamegandana na kitabu? Jibu ni kwamba hapana. Kwa hiyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana wanaochuoni wanatuambia matamko yote ya Qur'ani yako na asraru na yako na balagha. Sasa usitake kusema hapa haiwezekani bwana, haiwezekani kwa sababu ukisema Allah fi sama, manake fi ile mbingu imegandana na Allah, kwa sababu fi manake kuna mulaswaka. Hapana, katika moja ya maana ya fi ni mulaswaka, lakini sio muda wote. Kwa hiyo shekhe, maelezo yako ni mazuri, ila si katika kifungu hiki kinachomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Na niwaeleze tu ndugu zetu hawa kwamba akili masala ya ghaib mara nyingi huwa hayahitaji akili kuyapima na akili yako kwamba itakuwaje. Katika majlisi iliyopita tuna kanuni tuliisoma, inasema al-aqlu la madkhala lahu fil mughayyabati, akili haina nafasi katika mambo ya ghaib. Na ndio maana ikawa kuamini mambo ya ghaib ni moja katika nguzo za imani, au ni katika vitu vya imani. Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, waumini, watu wenye imani ni wale ambao wanaamini mambo ya ghaib, mambo yaliyofichikana, kwa sababu ni mazito mno. Mfano kama ilivyokuja katika sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman, akamwambia, hivi unaliona hili jua? Akamwambia naliona. Akamwambia hili jua linapozama linakwenda kusujudu katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ipo katika Bukhari. Sasa kiakili ukijiuliza utasema itawezekana vipi? Kwa sababu twajua dunia iko na usiku na mchana, huko jua likizama kule la chomoza. Sasa wakati gani jua linakwenda kusujudu katika arshi ya Allah? Haya ni masail ghaibia, hayahitaji akili. Kazi yako wewe ni kusema sam'an wa ta'a. Huyu ndugu yetu huyu eti yoyote anaitakidi ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo katika arshi, huyo ana akida ya Firaun. Nani kakwambia maneno haya? Sisi tumesema anaitakidi ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbinguni, basi huyo bila shaka akida yake na ya Firauni, baba mmoja mama mmoja katika hali za namna hiyo, kwa sababu arshi ni kitu kingine, mbingu ni kitu kingine. Tuelewane kuwa sisi hatuamini kuwa Allah yupo katika mbingu, bali tunaamini kuwa Allah yupo juu ya mbingu, kama aliposema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, mwingi wa rehma juu ya arshi yake amestawi. Kwa hiyo sisi tunaamini hivyo. Ama maelezo mengine yanayokhalifiana na aya hii kwamba labda atakuwa ndani ya kitu, sisi hayo la nuwafiqu, hatuyakubali. Qala al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu, Imam Malik ibn Anas radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikia, anasema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruhu. Salafu salih, mwema katika wema waliotangulia, yanasema hii hadithi inaposema yanzilu rabbuna, yanasema amruhu, kinachoteremka ni amri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuja Wahabi
Yeye anasema anateremka Mungu mwenyewe kutoka mbinguni. Ni hatari sana katika adhara. Naona kazi. Aje anitajie sanadi ya hayo maneno, kwa sababu mmoja katika matabi wakubwa anaitwa Ibn Mubarak asema isnadi ni katika dini, al-isnadu minad dini. Na mimi nakiri kwamba yeye ni msomi na anajua umuhimu wa isnadi katika masala ya kiilmu. Kwa hiyo kauli hiyo ya al-Imamu Malik inayosema kuwa eti Imam Malik amesema Allah hateremki bali jambo lake ndio lateremka, hayo maneno atusomee kuanzia wapokezi wake, halafu atutajie maraji ya hayo maneno, ili baadaye na sisi tukianza kueleza msimamo, kwa sababu nimefurahi mno kutunukulia maneno ya al-Imamu Malik, ili baadaye tukijibu kupitia maneno ya al-Imamu Malik tusije tukasikia vilio.